anaitwa Celestine Ekwa. Yeye ni mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast, anaichezea klabu ya ASEC Mimosas kwa sasa kwa mkopo, akitoka katika klabu ya Zoman ambayo pia inashiriki ligi kuu ya Ivory Coast, ligi namba 10 kwa ubora barani Afrika. Huyu anahusishwa sana na wekundu wa Msimbazi, Simba. Kabla hatujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Lakini vile vile amekuwa akihusishwa na wananchi Yanga, lakini zaidi Simba ndio inatajwa zaidi. Celestine Ekwa, yeye amekuwa katika kiwango bora sana ndani ya klabu ya ASEC Mimosas aliyojiunga Januari 2 mwaka huu kwa mkopo akitokea katika klabu ya Zoman kwa mkataba utakaoisha Juni 30 mwaka huu. Kwa lugha nyingine, amebakiza siku chache tu kukamilisha kipindi chake cha mkataba wa mkopo katika klabu ya ASEC Mimosas. Yeye ni second striker, ni mshambuliaji msaidizi nyuma ya mshambuliaji kinara. Kwa maana timu inapotumia mfumo wa baada ya golikipa ni 4-4-2, katika wale wawili juu yeye anakuwa mmoja wapo akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Lakini vile vile kocha Julien Chevalier wa ASEC Mimosas humtumia kama kiungo wa ushambuliaji kutokea kushoto. Guu lake lenye nguvu zaidi huwa ni la kushoto, lakini pia anatumia mguu wa kulia. Kwenye mfumo wa baada ya golikipa huwa na 4 walinzi, viungo wawili ukabaji, viungo watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara moja. Yeye Celestine Ekwa hucheza eneo hili mgongoni namba 9. Kwa mfano katika mechi dhidi ya RS Berkane hivi karibuni waliofungwa 1-0, hapa alicheza Ibrahim Dosso kama mshambuliaji kinara. Hapa alicheza Diarra Soba kama nyuma ya mshambuliaji kinara. Huku alicheza David Kofi kama kiungo ushambuliaji kutokea kulia, winga wa kulia, alikula kadi nyekundu. Hapa kulikuwa na Koimizo Maiga. Hapa kulikuwa na Mohamed Yabre. Sasa kwenye kucheza kwao huku zaidi nimewatajia upande wa kushoto kwa sababu ndiko ushirikiana nao kucheza katika eneo hili. Huyu Celestine Ekwa ni mzuri sana kwa kasi, mpiga chenga mzuri, lakini pia amethibitisha ubora wa kupiga mashuti ya mbali na kufunga mabao ya mbali. Mpaka sasa katika kombe la shirikisho barani Afrika ambapo ASEC Mimosas wapo katika hatua robo finali na wameshacheza mechi ya kwanza dhidi ya RS Berkane kule kwao nchini Ivory Coast na kufungwa 1-0, wakitarajiwa kupindua meza Aprili 9 kama wataweza dhidi ya mabingwa wa Morocco. Yeye Ekwa ameshafunga mabao 2. Ndio, amefunga mabao 2, lakini ameyafunga baada ya kucheza mechi 4. Mechi alizocheza mpaka sasa ni 4. Mechi 4. Katika hizo alizoanza ni mechi 2. Ameanza katika mechi 2. Dakika alizocheza mpaka sasa ni dakika 227. Akiwepo uwanjani nini amefanya? Ameshapiga mashuti, tunasema shots. Amepiga mashuti 5, kati ya hayo 2 yamelenga lango na amefunga mabao 2. Hana assist. Haya mabao 2 yote aliyafunga katika mechi moja waliocheza dhidi ya Orapa United ya Botswana. Ni katika mechi ambayo aling'ara sana, ni katika mechi ambayo yeye aliibuka kuwa mchezaji bora wa mechi. Ameshaitwa katika kikosi bora cha CAF cha kombe la shirikisho mara moja. Kwa sababu CAF huwa na utaratibu katika kila wiki ya mechi za kombe la shirikisho, mechi za ligi ya mabingwa, huwa wanaunda kikosi bora katika kila michuano. Sasa kwenye wiki moja hapo, yeye katika mechi 4 alizocheza, wiki 4, ameitwa mara moja kwenye kikosi bora. Lakini Celestine Ekwa
ni mzuri pia katika kupambania mipira. Pindi timu inapopoteza mpira na kujaribu kuirejesha kwenye jukumu la kiulinzi, ni mpambanaji haswa. Ameshafanya hivyo kupora mipira tena katika final third, lile eneo la mwisho la wao wanaposhambulia. Kwa lugha nyingine, kwenye eneo la kiulinzi la wapinzani amepora mipira mara 6 kwa usahihi. Ni kwa sababu work rate yake, ufanyaji kazi wake, uvujaji jasho ni mkubwa, ni wa kiwango cha juu, na ndio maana haishangazi kuona akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana kwamba matarajio ni kuja kuongeza nguvu katika eneo lao la kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji. Kwa lugha nyingine, anakuja kama anasajiliwa kweli na Simba, maana hizi ni tetesi, anakwenda kucheza maeneo anayocheza Elim Panzo Kibisawala, maeneo anayocheza Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua, kwa sababu pia anaweza kucheza kama nyuma ya mshambuliaji kinara kama nilivyotoka kueleza. Ni eneo pia analocheza Ladak Chasambi, ni eneo pia analocheza Valentino Mashaka wakati mwingine, ni eneo pia analocheza Edwin Charles Balua. Kwa lugha nyingine, akisajiliwa basi ni ushindani mwingine ambao unaletwa ndani ya kikosi cha Simba katika maeneo hayo, lengo likiwa ni kuboresha makali ya kikosi cha Fadlu Davids. Lakini huyu Ekiwa katika baadhi ya mechi anapopotea na kwa shida. Mfano katika mechi dhidi ya RS Berkane walifungwa bao 1-0. Kwa sababu kocha Julius Chevalier kwenye mashambulizi yake hutegemea zaidi eneo lake pia pindi anapokuwepo uwanjani. Siku hii mambo yalikuwa magumu, walishikwa haswa, lakini ilishikwa timu nzima. Walifungwa 1-0, walionekana kucheza na kupata alama za juu ni Yabre aliyekuwa amepata alama 7.2 kati ya 10. Huyu Koimizo Maiga alipata 7.1 kati ya 10, lakini pamoja na yeye Ekiwa aliyepata alama 7 kati ya 10. Ndio walao waligaragara, wengine wote walicheza chini ya kiwango katika mechi ambayo walizidiwa mno kimbinu na RS Berkane. Ni katika mechi ambayo Ekiwa aligusa mipira mara 25, lakini akatoa pasi 8 zikafika 4. Kwa lugha nyingine, alikuwa amefanikisha pasi kufika kwa 50% tu. Ni katika mechi ambayo inaonyesha kwamba endapo kweli atatua Simba au timu nyingine yoyote, basi changamoto zake ni pamoja na kuendelea kuzoea kucheza mechi kubwa na kuonyesha ubora wake katika mechi kubwa. Mechi dhidi ya RS Berkane, mechi ya robo finali kombe la shirikisho hii iliyopita ya Aprili 2, hakufurukuta. Matarajio ni kwamba labda Aprili 9 aonyeshe makali yake na kuibeba ASEC Mimosas. Hii ni changamoto kwake kwa sababu yote inatokana na kweli kwamba si mzoefu hivyo katika michuano ya kimataifa, lakini kipaji anacho. Sasa hii ni changamoto ambayo akiwa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba labda atazidi kuongeza maarifa na kuongeza makali yake na kusaidiwa na benchi la ufundi la Simba endapo tu kweli atasajiliwa na wekundu wa Msimbazi. Na kwa vyovyote vile atakumbana na changamoto ambayo itamfanya awe mkali zaidi au aishie kuchemsha, kwa sababu wanaokuta Simba kwenye maeneo hayo kama nilivyotoka kuwataja, Ladak Chasambi ana sifa baadhi zinafanana na yeye kabisa, ikiwamo kasi na uwezo wa kukokota mipira kuwafuata wapinzani. Chasambi, Edwin Charles Balua bado hajapata nafasi ya kutosha. Nao ni vijana kama alivyo yeye. Yeye ana miaka 23. Safari yake nimetoka kueleza, alikuwa Zoman. Lakini katika ligi kuu ya Ivory Coast anafanya vizuri sana. Mpaka sasa ameshafunga mabao 10 na kuwa miongoni mwa top scorers, miongoni mwa waliofunga mabao mengi mpaka sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast, ambapo timu yake ya ASEC Mimosas na nyingine nyingi zimeshacheza mechi 25 kati ya 30 ili kukamilisha msimu wa ligi kuu ya Ivory Coast 2024-2025. Akiwa Zoman aliwafungia mabao 7 na kuonyesha makali yake. Alionyesha kiwango bora sana katika timu ya kawaida sana, lakini akawa anafunga karibu kila mara anapokuwapo uwanjani kwa kasi nzuri. Ametua ASEC Mimosas kwa mkopo Januari 2, lakini tayari katika mechi chache alizocheza ameshaifungia mabao 3. Na huyu Ekiwa Celestine ni mzuri katika kunusa nafasi, ingawa ni kiungo wa ushambuliaji kitokea pembeni ama akiwa mshambuliaji wa pili nyuma mshambuliaji kinara, lakini anajua pa kusimama na hilo ndilo linalombeba. Wakati mwingine ana surprise, anawashangaza wapinzani kwa kufunga mabao katika muda ambao wanakuwa out of focus, kwa maana kwamba muda wa kuelekea kupulizwa kwa filimbi ya mwisho wa mchezo ama mapumziko amekuwa akifunga. Tayari katika mabao yake 10 aliyofunga kwenye ligi kuu ya Ivory Coast, Celestine Ekiwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 10 amefunga bao 1. Dakika ya kwanza mpaka ya 10 amefunga bao 1 kati ya yale
mabao 10 aliyofunga katika ligi kuu ya Ivory Coast. Lakini kuanzia dakika ya 10 mpaka ya 20 ameshafunga mabao 2. Lakini vile vile kuanzia dakika ya 30 mpaka ya 45 hapa ameshafunga mabao 5, likiwa moja la dakika 45 plus, ambapo wapinzani walikuwa wakiamini kwamba mechi inakwenda mapumziko, lakini yeye kwa makali yake akafunga bao mojawapo katika mechi alizocheza. Lakini kuanzia dakika ya 80 mpaka ya 90 plus hapa amefunga mabao 2, yote katika kudhihirisha namna ambavyo huwa makini katika nyakati ambazo wapinzani wanajisahau, wanakuwa out of focus, wakiamini labda mwamuzi anakwenda kupuliza filimbi, basi yeye anafunga mabao. Moja wapo katika mabao 2 alifunga dakika ya 89, halafu lingine amefunga dakika ya 90 plus 7, yani dakika 7 za muda wa nyongeza, ule ambao mwamuzi anafidia muda uliopotea katika muda wa kawaida. Ni katika nyakati ile kafunga bao. Unaweza kaona dakika 89, dakika ya 90 plus 7, lakini kuna dakika 45 plus amewahi kufunga. Haya ndo mabao 10 aliyofunga katika ligi kuu ya Ivory Coast mchezaji huyu wa Zoman, ambaye hata hivyo itakapofika Juni 30 kama nilivyotoka kueleza, anamaliza mkataba wake wa mkopo katika klabu ya ASEC Mimosas, na ndio maana anahusishwa sana na kuondoka katika klabu ya ASEC Mimosas, kuondoka katika klabu ya Zoman, ikiaminika kwamba anaweza kwenda katika kutafuta malisho bora zaidi katika klabu kubwa zaidi. Simba ni klabu namba 6 kwa ubora barani Afrika. Haishangazi kuhusishwa naye kwa sababu anaweza kuongeza uwezo wake katika klabu yenye malengo makubwa, lakini pia akapata nafasi ya kucheza katika ligi miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika, ikiwa namba 6 kwa mujibu wa CAF. Ligi kuu Tanzania bara ni ya 6. Anakocheza sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast si haba, nayo ni ligi kuu bora nambari 10. Lakini akitoa Simba, maana yake anapandisha viwango kutoka ligi namba 10 anakwenda ligi namba 6 kwa mujibu wa CAF, kutoka katika klabu ambayo haipo ndani ya top 10 ya klabu bora barani Afrika anakwenda kujiunga na timu ambayo iko nafasi ya 6 kwa ubora barani Afrika kwa muda huu tunapozungumza, kwa sababu Ivory Coast klabu ya ASEC Mimosas anayochezea sasa, yenyewe ASEC Mimosas inashika nafasi ya 11 nyuma ya wananchi Yanga wenye pointi 34, wao na pointi 33. Simba ni ya 6 kwa mujibu wa CAF, ina pointi 38. Pointi hizi kwa klabu zote zinaweza zikaongezeka kulingana na performance, ufanisi kwenye michuano unaendelea kushiriki. Chobaki ni kusubiri kwamba je, tetesi hizi zina ukweli wowote kwamba Celestine Ekwa Simba wanamfukuzia na kwamba Zoman klabu yake iko tayari kumwachia kuondoka na kwenda kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, ama ni tetesi tu? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.